Shenda Mtita TV. Shenda Mtita TV. Shenda Mtita TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Yes, uhaligani mtazamaji wa JNR Mtita TV, rafiki namba moja burudani pamoja na michezo. Na kusalimu kwa jina la Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, na kazi iendelee. Jina langu naitwa Christopher Beda, mwana wa Janduro, sambamba kabisa nyuma ya kamera director ni Mr. AP Amani Classic Wear. Na nipo naye hapa mchambuzi siku hii ya leo masuala ya soka nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Si mwingine ni Ramadhani Mbwaduke, mzee wa data. Niko naye hapa, tutazungumza mawili matatu, atueleze hatima ya soka Tanzania. Ni nini kinaendelea katika soka Tanzania? Kwema? Mwenyezi Mungu ajalie kheri. Bwana Chris, mimi niko vizuri. Shukrani zake kwa yeye aliyetumba. Yes, mimi niko salama pia, nashukuru Mwenyezi Mungu. Tumemwakilishi wetu Simba jana akatoboa kaenda finali. Kabisa. Pongezi sana kwa wekundu wa Msimbazi Simba, management yao tangu mwanzo wa msimu wameunda kikosi bora, kikosi shindani ambacho mwisho wa siku haishangazi kwamba wameingia katika finali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Matarajio ni kwamba watapiga hatua zaidi na kurejea au na kulitoa taji. Sio kurejea kwa sababu finali mechi ya pili ya mwisho tarehe 25 itafanyika kwa Mkapa. Yes, tuanzie hapo kwa upande wa timu ya Simba. Mara baada ya kufuzu tulitazama mchezo. Simba inaonekana waliingia uwanjani kwa kujilinda zaidi. Muda mwingi Stellenbosch ndio ambao wanaonekana kutawala sana mchezo. Na ukiangalia siku zote huwa wanaangalia performance, CAF wanaangalia performance ndipo wanatoa kikosi bora cha wiki. Sasa natamani kufahamu, Simba walionekana kuwa na wachezaji, kutoa wachezaji kwenye vikosi bora vya wiki zilizopita katika mchezo wa jana. Natamani kufahamu kutoka kwako mzee wa data. Je, kuna mchezaji yote ambaye ameingia kwenye kikosi bora cha wiki? Kwanza uko sahihi, ni kweli. Simba katika mechi dhidi ya Stellenbosch, ikumbukwe mechi ya Aprili 20 kwenye uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, Simba walishinda 1-0. Sasa mechi ya marudiano kule katika jiji la Durban nchini Afrika Kusini kwenye uwanja wa Moses Mabida, Simba malengo yao ilikuwa ni kufuzu kwa fainali. Kwenye kanuni za shirikisho la soka barani Afrika CAF kuna bao la ugenini ambalo Stellenbosch katika mechi ya kwanza hawakulifunga. Ushindi wa Simba 1-0 maana yake ni nini? Ili kusonga mbele walikuwa wanahitaji matokeo yafuatayo. Kwanza, ushindi wowote wanasonga mbele kwa fainali. Pili, sare yoyote ikiwamo suluhu kwa maana bila wanasonga mbele. Tatu, ikitokea kwa bahati mbaya wakifungwa basi isiwe kwa tofauti zaidi ya bao moja. Yaani wangefungwa 2-1 Simba anasonga mbele. 3-2 Simba anasonga mbele. 5-4 Simba anasonga mbele. 10-9 kama ingetokea Simba angesonga mbele. Lakini nyingine ni kwamba labda wangefungwa 1-0. Wangefungwa 1-0 matokeo yangekuwa 1-1 ambayo ingeenda kwenye mikojo ya penalty. Hazina mwenyewe ni 50-50. Kwa sababu hiyo, kocha Fadu Davids akadhihirisha Simba ambavyo ameibadilisha hivi karibuni hasa katika michuano hii ya CAF. Unajua michuano ya CAF inahitaji umakini sana katika kucheza. Hauchezi kama mechi za ligi kwenye ligi. Ni kwamba kwenye knockouts kwenye mtoano unacheza kimahesabu zaidi. Kwa kuzingatia bao la ugenini, hesabu zinakuwa kubwa zaidi. Sasa Simba wakaonyesha kile ambacho kwa msimu huu binafsi naweza kusema nimeshuhudia mechi nyingi za Simba hawakuwahi kukionyesha. Simba kwenye mechi zao msimu huu 24-25 chini ya Fadu Davids mara nyingi yenyewe inakuwa dominant. Iwe mechi ishe kwa sare, wao wanakuwa ndo watawala kwenye mechi. Wafungwe ikitokea, wao wanatawala kwenye mechi. Washindi wanatawala katika mechi kwa maana kwamba possession wao wanamiliki zaidi, wanafika zaidi kwenye eneo la mpinzani. Mpira muda mwingi unachezwa katika nusu ya pili ya uwanja kwenye eneo la wapinzani wa Simba. Ndivyo walivyofanya katika mechi iliyopita dhidi ya Stellenbosch kwenye uwanja wa New Amani Complex. Kipindi cha kwanza Simba walimiliki mpira zaidi, mpira ukachezwa zaidi katika eneo la Stellenbosch. Simba wakapata bao moja kwenye kuelekea mwishoni mwa kipindi cha kwanza kwenye dakika 45 plus, tunakumbuka alifunga Jashaua. Kipindi cha pili Simba wakausa mpira, wakawaachia Stellenbosch kwa 51%, wao wakamiliki kwa 49%, lakini katika kipindi ambacho Simba walipiga mashuti 9, mawili ya kulenga lango. Kipindi cha kwanza Simba mashuti waliyopiga yalikuwa ni mashuti 12, kati ya hayo walilenga lango mashuti 3. Lakini kwenye mechi hii kuanzia kipindi cha kwanza waliachia wenyeji wamiliki zaidi mpira, walimiliki kwa 51%, Simba 49%. Kipindi cha pili wakauacha zaidi, Simba wakamiliki mpira 35%, wenyeji 65%. Lakini wakifanya hayo yote, nini walichokuwa wanafanya Simba? Wanashambulia kwa counter, kwa kustukiza pale palipobidi, lakini wanafanya kuwa na mnyano wa kutosha, mbinyo kwenye eneo la tunasema compactness, eneo la kati
kuelekea lango la Simba palikuwa pagumu sana kupita, kwa sababu ulikuwa unamkuta Abdurazak Hamza yupo kwenye kiwango bora, Shamu Karabu, lakini unapata support ya Yusuf Kagoma, Fabrice Luamba Ngoma, Kapombe hakuwa anapanda panda, lakini Mohamed Hussein Shabalala vivyo hivyo hata alipoingia Valentino Uma. Kwa hiyo Simba walikuwa na uimara sana kwenye kuzuia, wakipata support walinzi kutoka kwa pande wa kulia winga Kibu Dennis Prosper, lakini pia Elim Panzu Kibisawala alikuwa anaonekana kutoka kushoto, lakini anakuja kati naye anarudi katika kusaidia kuzuia, kazi ambayo pia alikuwa anaifanya. Jashaua muda mwingi anarudi nyuma. Matokeo yake Stellenbosch wakamiliki sana mpira, lakini kupata zile clear chances za kufunga zilikuwa haba. Mwisho wa mchezo Stellenbosch umiliki wa mpira wa wastani ulikuwa 58%, wakapiga mashuti 13, 4 tu yamelenga lango, ambayo golikipa Musa Pimpin Kamara alikuwa kwenye kiwango bora, alicheza save zote, wakati huo akiwapanga vizuri mabeki wake kuhakikisha ule mbinyo ule unawafanya kina Genino Palace wasipate nafasi ya kufunga, unawafanya akina Tato Kiba wasilete madhara, unawafanya kina Komotojo Leo Kolani wasilete madhara, unawafanya kina Sile Nduli wasilete madhara. Mwisho wa siku wakapata walichokusudia, ambacho ni suluhu, sehemu mojawapo ya matukio waliokuwa kihitaji sana. Matokeo ya jumla 1-0, wakasonga mbele. Sasa narudi kwenye swali lako. Kucheza hivi haimaanishi kwamba timu inaweza isiwe na mchezaji aliyefanya vizuri zaidi. Iko hivi, nikwambie wewe Chris na watazamaji wako. Shukrani. Ni kwamba CAF kwenye utaratibu wake inapoundwa kikosi bora cha wiki ya CAF, kwenye ligi ya mabingwa kunakuwa na timu na kikosi chake, kwenye kombe la shirikisho na kikosi chake. Huwa inaangaliwa namba kwa kila namba, nani walipangwa katika namba husika kwa mechi zote. Halafu analinganisha performance ya kila mchezaji kwenye namba husika. Yule aliyeperform, alionyesha kiwango kizuri zaidi kwenye namba husika, ndiye ambaye anakuwa bora. Kuna scores zinatolewa. Kwa mfano unazungumza golikipa. Magolikipa walikuwa timu ngapi? Magolikipa wa timu 4 katika nusu finali ya pili. Yaani unazungumzia kipa wa Simba Musa Kamara, unazungumzia kipa wa RS Berkane, unazungumzia Munir Mohamed, unazungumzia kipa wa Ses Constantine, unazungumzia kipa wa Stellenbosch, hapa nazungumzia Oscarin Masuluke. Walivyo perform, walivyoonyesha ubora wao katika kuzitumikia namba zao kwa timu zao, aliyepata alama nyingi ndo anakuwa ameibuka mchezaji bora. Na katika ufanisi huwa inapimwa kulingana na malengo ya timu ni nini katika kucheza. Kwenye nafasi yako ulifanya nini? Sasa kwa mtindo huo Simba, pamoja na kwamba ilikuwa timu ya pili, Simba wameonyesha kiwango cha namna ambavyo timu hufanya katika kutoa mataji ya CAF. Yaani timu kubwa Al Ahli, Esperance de Tunis, nyingi cheza yao, wanapotaka matokeo yao wanakuachia mpira, alafu wanabinya maeneo muhimu, wanakushambulia katika nyakati chache, ukikufunga mechi imeisha. Ukiondoa Mamelodi Sundowns, wao ndio wanamiliki mpira mwanzo mwisho. Na hata mechi wanaotoa Al Ahli na kufuzu kwa hatua ya finali, walimiliki mpira katika mechi zote mbili. Nyumbani Afrika Kusini, ugenini kule Misri. Au ni exception, wana utofauti kidogo Mamelodi. Waliobaki wengi cheza yao ili ufanye vizuri, nyingi huwa wanacheza kwa mtindo kimkakati zaidi. RS Berkane vivyo hivyo. Zamalek msimu uliopita walitoa ubingwa kombe la shirikisho, msimu wametolewa na Stellenbosch, style ni hiyo hiyo. Stellenbosch walitoa Zamalek, style ni hiyo hiyo. Ndio kawaida. Simba aina hii ya mpira ambayo nadra kuonekana kucheza, wakaionyesha dhidi ya Stellenbosch, wakacheza vizuri sana. Sasa ikawaje sasa kwenye kikosi? Ndio. Kikosi, kwa taarifa yako na watazamaji wako, Simba imetoa wachezaji watatu wa kikosi bora cha nusu finali ya pili ya michuano kombe la shirikisho, kwa maana ya mechi zilizochezwa jana. Ndio. Yes. Kwa kuanzia golini, kwenye mfumo kwanza kwenye kikosi chenyewe, baada ya golikipa kinapangwa 3-4-3, kwa maana ya walinzi wa kati watatu, alafu kuna kuwa na viungo 4, ambapo maana yake pembeni kuna kuwa na wing backs, wale ambao ni wenye kufanya kazi mbili za pamoja, kuzuia na kushambulia kama wing backs, na ndio kwenye mfumo wa 3-4-3, wao ndio mzizi, ndio roho ya mfumo katika kucheza. Halafu kuna washambuliaji watatu kule juu. Sasa hapa golini peke yake Simba katika wale wachezaji watatu anaanzia golini Musa Pimpin Kamara yumo, kwa sababu ndio kipa aliperform, outperform wenzake. Amefanya vizuri sana, akapata alama 79, ndiye kipa chaguo la kwenye kikosi hiki ambacho kwa watazamaji wako ni cha kufikirika, sio kwamba wanakusanya mahala kuna mechi wanacheza, la hasha. Ni kikosi ambacho kinatambua kazi nzuri zilizoonyeshwa na wachezaji katika raundi husika ya michuano ya CAF. Ligi ya mabingwa kombe la shirikisho. Kwa sasa tunazungumzia kikosi cha raundi ya mechi ya pili ya nusu finali kwa nia kufuzu finali. Kwa hiyo Kamara kakaa langoni pale. Tunakumbuka vizuri. Amefanya saves 4 za hatari, lakini amesaidia
kushusha tempo ya mechi pale ambapo timu yake ilikuwa inaelemewa. Tunakumbuka alikuwa anadaka mpira, anaenda chini, kimbinu alikuwa mzuri sana. Alama zake zimekuwa za juu kuliko makipa wengine, kuliko kina Oscarin Masuluke na wengine. Katika mfumo huu mabeki watatu hapa sasa wametawala zaidi wachezaji wa CS Constantine ambao walishinda 1-0 dhidi ya RS Berkane, ingawa matokeo ya jumla wametolewa kwa 4-1. RS Berkane wamekwenda finali, lakini mechi ya pili ya nusu finali ambao wameshinda 1-0, Constantine wametoa wachezaji 6. Stellenbosch wametoa wachezaji 2. Kwa hiyo kikosi kinaundwa na wachezaji 11, wote wanatoka timu 3. RS Berkane hawajatoa mchezaji yeyote. Tunafahamu ni kwa nini. RS Berkane mechi yao dhidi ya Constantine walicheza kimkakati zaidi. Walishashinda 4 kwao, wakawa wanazugazuga dakika 90 ziishe. In short, wakafungwa 1-0, haikuwasaidia Constantine, matokeo jumla kawa 4-1. Hata wangefungwa 3-0, RS Berkane wangeenda mbele. Ndio maana hata wachezaji wao performance yao ilikuwa down, kwa sababu walihakikisha tu muda uishe katika mechi. Kwa hiyo wachezaji 6 wa Constantine walianzia hapa kwenye ukuta wa walinzi watatu. Kwa sababu gani? Kulikuwa na Laid Shahin. Huyu ni beki wa kati wa CS Constantine, ndiye aliyekuwa katikati katika wale watatu. Kulia kulikuwa na kuna mtu anaitwa Shamseddin Deraj, yeye ndo alikuwa kulia. Alafu kushoto katika hao mabeki watatu alikuwa ni beki tatu wa Stellenbosch, lakini anahusika katika mabeki watatu. Huyu ni Fawaz Basadien, yeye alikuwa kushoto. Huyu Fawaz Basadien performance yake ni 79% kama Kamara. Huyu Deraj performance yake ni 78%. Huyu Laid Shahin performance yake ni 76%. Katika wale wanne unamkuta tena mchezaji wa Simba. Huyu ni Baba Esther, sio mwingine, Shomari Kapombe. Alikuwa upande wa kulia katika hao wanne kama wingback. Performance yake ni alama 75. Halafu kushoto kulikuwa na Huari Baush ni wa CS Constantine. Performance yake ni 83%. Wale viungo wawili katikati, wawili wakati wa kushoto ni Ibrahim Dib, nahodha wa CS Constantine. Performance yake 83%. Hakuwa peke yake, alikuwa na kiungo wa Stellenbosch. Alicheza vizuri sana katika mechi yao. Huyu anaitwa Chumani Tembile Busaka. Yeye performance yake ni 72%, ndo katika wale wanne. Alafu katika wale watatu wa juu unamkuta tena hapa mwamba kutoka Simba. Wajua ni nani? Watatu. Katika watatu wale washambuliaji. Kuna mpanzo wa huu hapo. Umepatia mmoja wapo. Eli Mpanzu Nkibisawala. Yeye ndo katika wale watatu. Kikosi hiki kinamweka katikati. Eli Mpanzu Nkibisawala amesimama hapo, alama yake ni 70. Performance yake ni 70%. Lakini kulia kuna mwamba anaitwa Abdennour Belhusni, anatoka CS Constantine. Yeye performance yake ni 80%. Halafu kushoto kuna mwamba anaitwa Mounda Temin. Yeye performance yake ni 75%. Mounda ni wa CS Constantine, Belhusni pia wa CS Constantine. Eli Mpanzu Nkibisawala, mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nambari 34 mgongoni, mwamba kabisa ndani ya Wekundu wa Msimbazi Simba, anatoka Simba ya Tanzania. Kwa hiyo kikosi cha wachezaji 11 ndio hao. Simba ametoa wachezaji watatu, kipa Kamara, wingback kwenye kikosi hiki Shomari Kapombe kutoka upande wa kulia, alafu mshambuliaji kinara Eli Mpanzu Nkibisawala. Yes. Katika hili ninaona kama kuna jambo kidogo umetufungua hapa watazamaji, lakini pia hata mimi. Kuna mwingine pengine alikuwa anawaza kwamba iweje timu iliyotolewa inatoa wachezaji wengi wakati wametolewa, lakini kumbe vigezo ni kwamba mchezo husika ndio ambao unatoa kikosi bora cha wiki. Uko vizuri sana Chris. Vivyo hivyo ulivyoeleza, sina sababu ya kurudia. Ni kwamba performance kwanza ya mchezaji mmoja mmoja, sio timu. Wewe utekelezaji majukumu yako kwenye nafasi husika. Maana mwingine pia anaweza kujiuliza hivi, inakuwaje mbona Shabalala kwa mfano alicheza vizuri sana? Inakuwaje ameitwa kwa mfano tu ameitwa Mpanzu, Shabalala ameachwa? Mpanzu alinganishwa na Shabalala. Mpanzu analinganishwa kwa nafasi husika na wachezaji waliocheza nafasi husika. Sio, unaelewa vizuri? Kwenye makaratasi Simba alikuwa anaonekana kama anatokea kushoto. Kwenye kucheza muda mwingi alikuwa kwenye channel za kati. Alipokuwa anacheza Mkwala, alipokuwa anacheza Ateba. Kwa hiyo kwenye uundaji wa kikosi hiki ili kuwapata wote watatu wale waliofanya vizuri katika mfumo huu wa 3-4-3, yeye ndo anakuwa katikati. Lakini Shabalala wa kumlinganisha naye kwenye nafasi hii ni wingback katika mfumo wa 3-4-3, ambaye hapo unamzungumzia nani? Huari Baushi. Performance yake 83%. Kwa hiyo unajikuta hapa captain Mohamed Hussein Shabalala kwenye kikosi hiki amefanya vizuri, lakini huyu Baushi katika muundo huu amefanya vizuri zaidi. Ama beki tatu sasa, katika wale mabeki watatu wakati tunazungumzia Fawaz Basadien wa Stellenbosch,
amefanya vizuri zaidi kwenye eneo lake. Kwa hiyo wanalinganisha namba kwa wachezaji waliocheza namba husika kwa kila mechi. Nadhani nimeeleweka vizuri. Timu inaweza kama imepigwa goli 3-0, lakini kuna mtu kwenye nafasi yake labda ameoutperform wengine, amefanya vizuri zaidi. Yaani amepata asilimia labda kwenye ufanisi asilimia 82. Alafu kwenye namba hiyo hiyo timu iliyoshinda wa nafasi hiyo amepata asilimia 81. Mwingine amepata asilimia 78. Yule wa 82 ndo amescore za juu, anakuwemo katika kikosi bora. Hapo nikushukuru sana na mimi nimetosheka kweli kweli. Shukrani jazila. Asante sana. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.